Kuna barua ambayo inasambaa mtandaoni kuanzia jana ambayo inaonekana kwamba imetoka kwenye ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mtaa, ambapo imetumwa kwa waheshimiwa wakuu wa mkoa Tanzania bara, na ina kichwa cha habari kinachosema maelekezo ya kuwatambua viongozi wa dini wote kila mikoa wasiomuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaohamasisha mipango ovu ya maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025. Na hiyo barua inasema hivi: ofisi ya Rais TAMISEMI imepokea maelekezo ya kuwatambua viongozi wa dini wote kila mkoa ambao wasiomuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wote wanaochochea mipango ya maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025 kama inavyofahamishwa kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo kwa barua hii mnapaswa kuwasilisha majina ya viongozi wa dini wasiomuunga mkono Mheshimiwa Rais, anwani zao na idadi ya washirika wao wanaoongoza. Inaweza kuwa idadi kamili au kwa makisio, kabla au ifikapo tarehe 24 Septemba 2025 saa 8 mchana kupitia anwani ya barua pepe hiyo. Ameitaja hapa orodha hiyo ioneshe jina la kiongozi wa dini, jina la taasisi anayeongoza, anwani ya taasisi, namba ya simu ya kiongozi huyo, idadi ya makisio ya washirika wake. Maelekezo yafanyike kwa usiri kwa kuteua kamati ndogo sana ya watu wasiozidi 7. Kigezo kiwe usiri, weledi, uzalendo, nidhamu na uaminifu. Sasa TAMISEMI kupitia ukurasa wao rasmi wameweka hiyo barua, alafu wakaweka tu kwa juu pale fake kwamba hii habari sio kweli. Lakini pia msemaji mkuu wa serikali kupitia ukurasa huo pia ameweka hiyo barua, alafu na maelezo kwamba tahadhari, wananchi mnatahadharishwa juu ya watu wenye nia ovu ambao wanagushi barua zenye nembo ya serikali na saini za viongozi wa serikali kisha kusambaza kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa lengo la kupotosha umma, kuzua taharuki na kuhamasisha vitendo vinavyojenga chuki dhidi ya serikali na viongozi wakuu. Mwonapo taarifa yenye mashaka, mnashauriwa kujiridhisha kutoka kwenye vyanzo sahihi vya taarifa, ikiwemo kurasa rasmi za serikali mitandaoni ama kwa viongozi wa serikali wenye mamlaka na jambo husika. Aidha, mnakumbushwa kujiepusha kusambaza taarifa zisizo kweli na zenye mlengo wa kuvunja sheria. Imetolewa na Gerson Msigwa ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na pia msemaji mkuu wa serikali. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.